Wanawake tuna nguvu. Tena Mungu hata kama tuna nguvu wanawake, lakini hatujafikia kuvunja ndoa kwa mikono yetu. Kabisa. Nguvu kweli tunazo, ila hatujafikia kuvunja ndoa kwa mikono yetu. Tunavunja kwa nini sasa nyundo? Hakuna nyundo wala jembe wala nini. Watu wanasema kwamba ndoa ya mwanamke yeye mwenyewe ndio iko mikononi mwake. Sasa inakuwaje ukaivunja kwa mikono yako? Kabisa. Ingawa watu wanasema hivyo, lakini mimi nakataa, sikubaliani nao. Kwa sababu mwanamke pale ndio mjenzi wa familia, mwanamke ndio mwangalizi wa familia, mwanamke ndio anajua familia yangu naiendesha vipi. Unakuaje tena unaivunja kwa mikono yako? Haiwezekani. Na kwa nini utumie mikono yako kuvunja ndoa yako? Kwa sababu zipi? Ukiangalia huko mtaani, kila mtu kwa namna anavyoendesha ndoa yake. Kuna mwingine anaweza akasema kwamba ninavunja ndoa kwa sababu nimechoka kupigwa. Ninavunja ndoa kwa sababu mume wangu simuelewi. Ninavunja ndoa kwa sababu la gubu la mawifi au mama mkwe. Lakini sidhani kama kuna mtu anakuambia kwamba mimi nitatumia mikono yangu kwa sababu mjinga nitavunja ndoa yangu. Si kweli. Na mwanamke akifikia hatua hiyo, hajaivunja ndoa kwa mikono yake. Kwa hiyo ndoa imevunjwa kutokana na mashinikizo ya watu. Lakini mwanamke mwenye kutaka ndoa na mwenye kujua umuhimu wa ndoa na thamani ya ndoa, ile ndoa lazima ataendekeze. Lakini nyinyi makungu ndio mnasema mkienda mvumilie. Zai umeongea hapo kwamba mwingine kipigo watu wamepigwa bado wanaendelea kuishi. Mwingine anakuambia unaniona mie? Babu yako alikuwa anapiga wewe bala. Si unaona mkono huu? Mimi sikuzaliwa hivyo. Yaani mwanamke kakoma mpaka kazeeka naye. Sasa jamani, akiondoka hapo ndo atambua amevunja, si ana nusuru roho yake. Sasa ndo hapo kuna mawili. Na kwa nini mpigane kwenye ndoa? Kwa nini mpigane? Kwa nini ufanye mwili wa mwenzako sehemu ya mazoezi? Kuna viwanja nje vya kwenda kufanya mazoezi. Sasa wewe mwanamke ambaye mpaka usemi ukuguse wewe mwanamke mjinga anavunja ndoa yake kwa sababu kuna uwezekano kunasikiliza maneno ya watu. Na hata makungwi masomo wanawaambia maharusi wao, umeingia kwenye ndoa usikubali kutoka. Na ndio maana hata wanaume wanatumia usemi nimejua kuoa sijui kuacha. Umeelewa? Sasa wewe mwanamke ambaye mpaka huu usemi unakugusa kwamba mwanamke mjinga anavunja ndoa yake kwa mikono yenyewe, hapana, tukatae usemi. Atuvunji ndoa kwa mikono yetu. Umetia mguu ng'ang'ana. Achiki mtu. Yani unalia huku unapaka wanja shoga yangu. Mambo unafanya sijui ndo wanaita nini zile face nini wanaita zile skin toner, huku unalia huku unapaka tona, uso una glow huko kwenye ndoa. Unalia kwenye maumivu. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.